Leo asubuhi nilikuwa naongea na mkurugenzi mkuu wa Tashiko ndugu yangu Eric Benedict. Kwanza nampongeza sana kwa kazi kubwa. Mheshimiwa Rais tangu amemleta kwenye shirika hili tunaona mambo mengi yanatokea. Amefanikiwa kutekeleza ama kusimamia maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa meli hii tunaikarabati kimkakati. Watu wengi watasema ni meli kongwe. Ni kweli. Ni meli kongwe na inaelezwa kwamba inawezekana ndio meli kongwe iliyobaki duniani ambayo inaendelea kutoa huduma za abiria na mizigo. Hii meli ina zaidi ya miaka 100. Na ukarabati tunaoufanya sasa hivi, tunafanya ukarabati utakaogharimu shilingi bilioni 32. Meli hii imefanyiwa tathmini. Chuma chake kwa sehemu kubwa, kwa maana ya lile umbo lake la meli, bado kiko imara, na kwa sababu inafanya kazi kwenye maji baridi, kwa hiyo hakijapata madhara ya kulika, kwa kiko vizuri. Tathmini imefanyika. Ukarabati tunaoufanya wa bilioni 32 utaifanya hii meli iwe mpya tena. Sasa tutapata mambo mawili. Cha kwanza, tutakuwa tumepata meli mpya, kwa sababu tukisema tujenge meli mpya nyingine sasa hivi yenye uwezo huu wa MV Liemba tutahitaji kutumia shilingi bilioni 80. Lakini tumefanya tathmini kwa bilioni 32 tunaweza kuirudisha MV Liemba ikawa kama meli mpya. Lakini faida yake kubwa inabakia kuwa meli ya kihistoria na kiutalii. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, watu wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali duniani, wanakuja kuiangalia hii meli ambayo ina umri wa zaidi ya karne, inaendelea kutoa huduma ikoje. Tumeamua tuikarabati, ikae kimkakati. Wanaokuja kusafiria, wanaosafiria wasafirie, lakini wanaokuja kutalii, watalii waone kitu kikiwa kimenyoka vizuri. Hongera sana Tashiko kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, na mradi huu utakamilika hivi karibuni kama nilivyosema. Tuna ujenzi wa meli za mizigo katika bandari ya Karema na Katavi. Serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA imeendelea kufungua fursa ya uwekezaji katika sekta ya meli nchini ili kuimarisha usafirishaji wa mizigo ndani na nje ya nchi. Kutokana na jitihada hizi, TPA imepokea maombi kutoka kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited, kampuni tanzu ya Zinjin Mining Group Company Limited kutoka China, ikiomba kukodishwa eneo la bandari ya Karema kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa meli 4 kubwa za mizigo katika bandari ya Karema. Ujenzi wa meli hizi ni fursa kwa wananchi wa mikoa hiyo inayopitiwa na ziwa Tanganyika ya Rukwa, Katavi, Kigoma, ambayo itaongeza kipato kwa kaya na taifa. Tumeamua kufanya hivi kwa sababu pia tunaangalia haya mambo kimkakati. Uwekezaji unaweza kufanywa na serikali, lakini pia serikali ingependa uwekezaji ufanywe na sekta binafsi. Kwa hiyo wenzetu wa TPA wamefanikiwa kupata uwekezaji hao kutoka China, wanafanya uwekezaji pale Karema, wanajenga meli 4. Ujenzi wa meli hizo ulianza tangu mwezi Aprili mwaka jana, unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu, na mpaka sasa umefikia 95%. Actually hizi meli zimeshaingizwa majini. Sasa hivi inakamilishwa mambo mengine ili zikamilike, zianze kufanya kazi. Tunategemea zitatuletea mageuzi makubwa ya bandari yetu ya Dar es Salaam, sababu kuna mzigo mkubwa ambao Kongo inautegemea upite kupitia bandari ya Dar es Salaam. Uganda, Burundi, Rwanda, Kongo DRC, hata Kenya wenyewe. Kwa sababu kama unaweza kuleta mzigo kutoka bandari ya Dar es Salaam ukaja mpaka Mwanza hapa kwa SGR, tayari unaweza kwenda Kisumu, unaweza kwenda Port Bell Uganda, unaweza kaenda nchi nyingine yote, kwa sababu tayari tumeshaunganisha miundombinu mingine na inaendelea kufanya kazi. Hapa katika Ziwa Victoria pia tumefanya ukarabati wa MV Ukerewe. Na mnaweza mkaiona hapa nyuma yenu inaendelea kufanyiwa kazi. Tunafanya ukarabati huu kwa shilingi bilioni 7.5. Mpaka sasa utekelezaji umefika 72%. Meli hii ni tegemeo muhimu katika shughuli za uokozi na kupandisha na kushusha meli zinazojengwa ama kufanyiwa matengenezo kwenye chelezo. Lakini pia kuna ujenzi wa meli mpya ya mizigo katika Ziwa Victoria kama nilivyosema, huu unaendelea. Tunajenga meli ya mizigo itakayotoa huduma ndani ya Ziwa Victoria ambayo itakuwa na uwezo wa tani 3,000. Na ndio hiyo meli ambayo tunaijenga kwa gharama ya shilingi bilioni 145. Tutakuza biashara, tutaimarisha biashara na tutapunguza gharama za usafirishaji katika Ziwa Victoria. Lakini ndugu zangu, ujenzi na ukarabati wa meli haujaishia katika Ziwa Victoria peke yake. Serikali pia inafanya uwekezaji kwenye maziwa mengine, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Tunafanya kazi kubwa katika Ziwa Tanganyika. Pale tuna mradi wa kimkakati kabisa wa ukarabati wa meli ya MV Liemba ambayo ina uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 200 za mizigo, ikiwa ni sehemu za juhudi za kuimarisha usafiri wa majini katika Ziwa Victoria.
Ukarabati huu unatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 32.9 na unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu 2026. Hadi sasa MV Liemba ukarabati wake umefikia asilimia 55. Kazi nyingi zinazohitaji meli kuwa kwenye chelezo zipo katika hatua ya mwisho, huku nyingine zikiwa tayari zimekamilika, ikiwemo uwekaji wa vyuma vipya katika maeneo yaliyochakaa kama eneo la nahodha, vyumba vya abiria, vyoo, mabafu na migahawa, pamoja na maboresho ya mifumo ya mabomba, umeme na uendeshaji wa meli, sambamba na ukamilishaji wa hatua za mwisho za mifumo ya maji safi na maji taka. Katika dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ambayo tunategemea nchi yetu iwe na uchumi wa dola za Marekani trilioni 1, ifikie pato la Mtanzania mmoja kufikia dola 7,000, tutahitaji nguvu kubwa ya sekta binafsi. Na niwaambie tu kwa taarifa yenu, 70% ya uchumi huu wa dola za Marekani trilioni 1 itachangiwa na sekta binafsi. Kwa hiyo kwenye eneo hili tumewashirikisha sekta binafsi, tukitegemea wao watakuwa injini ya maendeleo na kutimiza malengo yetu katika eneo hili. Uwepo wa meli hii kama nilivyosema utafungua fursa kwa Watanzania kunufaika kiuchumi na kuimarisha huduma za usafirishaji wa mizigo kupitia reli ya SGR. Pia wamiliki wa malori watanufaika kwa kuchukua mizigo kutoka katika bandari ya Kalema kutokana na uwezo wake wa kubeba tani 8,000 hadi 10,000 za mzigo kwa wakati mmoja. Lakini pia kuna kazi zinaendelea katika bahari ya Hindi. Mkienda kule Mtwara, katika bandari yetu ya Mtwara, tunajenga mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA inaendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa bandari inaitwa ya Mgao. Hii ni bandari ambayo itakuwa inasafirisha ama itatumika kupitisha mzigo mchafu. Mzigo mchafu ni kama makaa ya mawe na saruji. Lengo ni kuongeza ufanisi katika upokeaji na ushughulikiaji wa mizigo hiyo. Mradi huu unatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 434.53 ambapo hadi kufikia mwezi Februari mwaka 2026 jumla ya shilingi bilioni 128 tayari zimetumika. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, kazi inaendelea na imefikia asilimia 33. Mradi ukikamilika utaongeza uwezo wa bandari yetu kuhudumia mizigo kwa ufanisi zaidi na kuchochea ukuaji wa uchumi. Hii ni Tanzania Habari.